Uvunaji wa maji ya mvua ni njia mojawapo ya kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama, hususa katika maeneo yenye changamoto ya uhaba wa maji. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa wanufaika wa mvua zinazoendelea kunyesha. Faida nyingi kwa sababu mnapunguza hata matumizi ya hela. Tunatumia tu kunywa pasipo kuchemsha. Lakini endapo yakikaa sasa, sababu yatatengeneza wadudu, ina maana inabidi maji tuchemshe. Maji kama haya una save gharama kwa sababu ukikusanya kwenye masimu tanki hata kama 5, 10 aise yaani utatumia sana. Kwa mfano kama mimi unaona hapa hii hapa wakati mwingine swala sihitajiki kutumia maji ya DAWASA. George Ishabahiru ni mwadhiri wa chuo cha maji Dar es Salaam. Hapa anatahadharisha uvunaji wa maji unaoruhusu mwanga wa jua na madhara yanayoweza kujitokeza kwa mwananchi. Kikubwa kitaalamu kwenye maji ya mvua ni kwamba hayapaswi kupata mwanga wa jua moja kwa moja. Yanapohifadhiwa tuhakikishe kwamba hayapati mwanga wa jua moja kwa moja. Yakipata mwanga wa jua yanazalisha wadudu wale algae ambao ndio hao wana madhara kwa binadamu sasa. Kwa mara nyingi tunashauri yahifadhiwe kwenye underground tanki au hata kama tanki la juu, lakini to make sure kwamba hayapati moja kwa moja sunlight, mwanga wa jua. Pekee ndio kinachoepuka hicho. Swala la ubora wa maji ni miongoni mwa majukumu ya Maabara Kuu ya Taifa ambayo inaangazia maeneo matatu katika kudhibiti ubora. Maji sifa yake ili ya ubora ina maeneo matatu. Kuna sifa ya kiumbo, kuna sifa ya kikemikali, lakini pia kuna sifa ya kibiolojia. Sasa tukichemsha tunakwenda kuiangalia ile sifa ya kibiolojia kwamba je, haya maji yana vijidudu ambao vinaweza vikasababisha maradhi, kwa tunakuwa tumeiondoa. Sasa kwenye sifa hii ya kiumbo na ya kikemikali, hii sasa inabidi maji yachukuliwe, yaletwe katika maabara zetu, yapimwe. Tatizo kubwa sana la ubora wa maji linakuwa kwenye kibiolojia. Kisha akagusia ubora wa maji ya mvua. Wakati wa uvunaji wa mvua lazima tuhakikishe kwamba yale maji ya mvua, ili vile vyombo au zile mbinu ambazo zinakwenda kusaidia uvunaji wa maji, kwa mfano kama mapaa lazima yawe safi, ili mwisho wa siku yale maji yatakayokwenda kukusanywa yawe safi pia. Miongoni mwa mambo yaliyowekewa mkazo katika Sera ya Taifa ya Maji ni mwongozo wa uvunaji wa maji ya mvua ambao unawataka wananchi kuvuna maji na kuyatumia kwa kufuata miongozo ya serikali. Toka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TB.